Kwa hiyo niombe sana vijana na hata watu wazima ambao tuna watoto wako nje huko, tusimamie sana kufuatilia masuala ya lishe, tutoe mahitaji ili wale mabinti wasitelekeze watoto kwa bibi zao. Mimi niombe sana ili tusimamie sana, lakini niombe sana viongozi wa vijiji, hasa watendaji, tufuatilie wale mabinti ambao wanaonekana wametelekezewa watoto na waume zao au mama. Hili jambo tulisimamie kama serikali ili kuwasaidia. Hakuna anayeweza kuwatetea wamama, kuwatetea mabinti zetu wanaozalisha watoto kama sio sisi serikali kusimama pamoja. Wakileta malalamiko kwenye ofisi zetu za vijiji, wanalalamikia kwamba baba ametelekeza watoto watunzi, tulisimamie kikamilifu. Imeshindikana, peleka kwenye ofisi ya ustawi wa jamii kwa wilaya Njombe ili wale wakabana naye, kwa sababu akienda kule watampatia maelekezo, watamsimamia, na akishindwa wanampeleka mahakamani. Tukipimwa katika mikoa yote ya Tanzania, mkoa wetu wa Njombe tunashika namba 2 kwa kuwa na kiwango kikubwa cha watoto waliodumaa, watoto wenye umri chini ya miaka 5. Kwa utafiti ambao ulishafanyika mwaka 2022, kiwango cha udumavu katika mkoa tuna 50.4, sawa na 50%. Kwa tafsiri rahisi, wazazi na walezi mpo? Tukiwa na watoto 100 wenye umri chini ya miaka 5, maana yake watoto 50 wana changamoto ya udumavu. Pale nyumbani ukiwa na watoto 2 wenye umri chini ya miaka 5, tukiwapima watoto hao 2, mmoja wapo hatutakosa kuona ana changamoto ya nini? Ya udumavu. Lakini kama mkoa mwaka 2024 kupitia uwezeshwaji wa wadau wetu wa UNICEF tulifanya utafiti wa ndani ya mkoa ambao ulihusisha halmashauri zote 6 za mkoa wa Njombe. Sasa kwa utafiti ule, mkoa una wastani wa kiwango cha 40.2 cha watoto wenye umri chini ya miaka 5 waliodumaa. Katika halmashauri zetu zote 6, halmashauri inayoongoza ni Makete DC kwa 50%. Halmashauri inayofuatia ni Njombe DC kwa 45%. Wanamme mpo? Moja ya changamoto tuliokuwa nayo ni ushiriki hafifu wa wanamme katika malezi na matunzo ya watoto. Kwa hiyo tunaomba sana kupitia elimu mbalimbali ambazo zimetolewa, tunaomba sana jamii kwa ujumla na hasa wanamme tukiongoza tuweze kusaidiana na sisi wanawake katika malezi na matunzo ya watoto ili watoto wetu wafikie ukuaji timilifu ambao unatakiwa. Mnatuachia swala la malezi wenyewe. Kina mama anahangaika, anaenda kliniki, akija hakikishe pale nyumbani mazingira yamekaa sawa, hakikishe familia inaenda, wanaoenda shule wameenda. Lakini kina baba ndiyo tunaona mchango wenu, mnatusaidia kabisa katika kutafuta kipato cha familia. Lakini pia hii elimu ya lishe ni muhimu mkawa nayo, ili mama pale anapokwambia baba leo tupike nyama, msimwambie hapana mama ni anasa. Tunatakiwa kujibanabana tununue kitu labda kiwanja au tufanye biashara, lakini tuangalie pia na lishe zetu tunatakiwa kuzifanyaje? Kuziboresha. Afya yako ndo mtaji namba 1. Ndiyo, nawapongeza wana Njombe, wanaikuna, sisi ni wachapakazi sana na tunatafuta kipato, lakini tusiache afya zetu, hasa afya za watoto wetu. Kwa kweli ni uzembe tu, vyakula tunavyo, lakini muda wa maandalizi kwa kweli tunashindwa. Wanaume watusaidie sisi akina mama, muda mwingi wamekuwa wametuachia sisi, wanakuwa kwenye kazi zao. Kwa hiyo hata sisi akina mama muda mwingine tunalemewa. Tunazalisha watoto nje, tunawatelekeza. Sasa hao kwa si wanaume, naona sheria kali ichukuliwe sheria kali, kwa sababu mtoto hana hatia. Mwenye makosa ni sisi wanaume.